Kitabu tumemaliza. Kama kuna swala kuanzia mwanzo tulipokisoma kitabu hiki, natoa swala mwanzo tulipokisoma kitabu hiki, kwa sababu nimegundua kuna wengine kwamba neno fulani limenipita sikufahamu. Kwa hivyo kama kuna mtu neno limempita kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka hapa tulipofika, anaweza kuuliza swala. Naam. Yote ni masukumo bora. Yote ni masukumo bora. Yote ni mchana bora. Siku ya Arafa ni siku bora, ni mchana bora, kwa sababu Allah mwenyewe anashuka mpaka katika wingu wa dunia, na wapo ambao wapo hapo watu wa Arafati, na anajifaharisha kwa waja wake, na dua yote ikiombwa watu wanasamehewa. Kwa hivyo ni mchana ambao ni bora katika michana ambao ni bora, na siku la Yaumul Nahari ni siku ambao ni bora, sababu mwenyewe Allah kaitaja Yaumul Hajjil Akbar, kwamba ni siku ya hija kubwa. Matendo mengi ya hija yanafanyika katika siku ile. Kwa hivyo yote ni bora. Sasa hivi mzidi mwenziwe ndio ufahamu kwamba yote ni bora, yote ni siku bora. Haya, sasa tajaribu kuonyesha kwa vitendo. Unapofika pale, jambo la mwanzo mnaingia katika mlango maarufu. Kiingia sehemu ya juu huku Maka, unapoingia katika mlango mkubwa ule ambao umeandikwa jina la mfalme pale katika mlango, mtaona ukifungua tu, kiingia tu, mnaona Al-Kaaba tayari imekuelekeeni, na ione hiyo hapo mbeleni. Kwa hiyo mtakwenda, mkifika kwenye hiyo Al-Kaaba, sasa ndio mmeshuka ngazi, mmefika pale. Ukifika pale unatakiwa uanze katika Hajarul Aswad, utufu kuanzia katika Hajarul Aswad, jiwe jeusi, jiwe ambalo limetoka peponi kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo lilishuka peponi. Wa hiya ashaddu bayadan min al-laban, likuwa jeupe sana kuliko hata maziwa. Fasawadathu dhunubu bani adam, madhambi ya wanadamu wakafanya ikawa jiwe likawa jeusi kwa dhambi zao watu, lakini kwa jeupe sana. Kwa hivyo baada kwa jeusi kwa dhambi za wanadamu, kwa hivyo limebakia jina vile vile Hajarul Aswad. Kwa mwanzo ilikuwa ni hajar, ilikuwa sio aswad, ilikuwa ni jeupe. Kwa hivyo mtaanza kugusa ile Hajarul Aswad. Okay, gusa Hajarul Aswad, itaanza tawafu yako hapo, itaanza kutufu hapo, ambao hutufu kulia, lakini unatufu kwa kushoto. Ile hajar unaliweka, ile Al-Kaaba unaiweka mkono wako wa kushoto, huiweki mkono wa kulia, unaiweka mkono wako wa kushoto, ndio unaanza kutufu. Kupitia hapo katika Hajarul Aswad unagusa, alafu ndio unaanza kutufu. Na kutokana na msongamano ni mkubwa, basi ile Hajarul Aswad huwezi ukalipata, nadra manake kulipata, na ukilazimisha unaweza kafa pale ukanyagwa ukafa. Kwa hivyo kuiacha hayo, basi kuna taa za rangi ya kijani zimewekwa sawa sawa ile Hajarul Aswad, zimewekwa sawa sawa ile Hajarul Aswad rangi ya kijani kule, ndio unaanza kutufu hapo, na tufu hapo, unaanza hapo kutufu, na utashiria tu bismillah Allahu akbar, sasa bismillah Allahu akbar, na unaanza hapo kutufu. Fahamana Hajarul Aswad ili hapa kama Hajarul Aswad umepata kugusu, bismillah Allahu akbar, unaanza kutufu. Bimaana Al-Kaaba unaipa mkono kushoto huko, kwa hivyo unazunguka hivyo unatufu. Hawa hujapata kutufu, ukagoenda kugusa Hajarul Aswad, so kila mmoja anataka aguse pale, watu ni wengi kupita kiasi. Kwa hivyo kenda kujilazimisha kwamba lazima niguse, naweza ukafanya maafa. Kwa hivyo kule kulikowekwa taa za rangi ya kijani ambayo imewekwa sawa sawa ile Hajarul Aswad, utaanza kutufu hapo, na pale utaashiria tu bismillah Allahu akbar, naanza tawafu yako, unazunguka. Ukifika katika Rukunul Yamani tusoma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Utakuta pale kuna makamu Ibrahim, kuna nguzo kubwa hivi, mna alama ya nyayo mrefu, Allahu aalam, lakini wanasema kwamba ni mguu wa Nabii Ibrahim, alama ile. Sasa watu wanaenda wanagaragara pale, wengine wanagusa, wanajipaka mambo ambayo wamewekwa watu pale
wakataza watu. Kila kabila amewekwa pale. Mara utamkuta Nigeria, mara utamkuta Swahili, mara utamkuta mzungu, yani wanakataza watu wasifanye mambo yote ya shirki pale, sababu wana nini, wanajipaka na nini. Sasa pale nyinyi hamugusi chochote katika nini. Unapofika kule hakuna kinachoguswa, hata al-Kaaba haiguswi. Inayoguswa ni Hajarul Aswad tu. Kama utawahi utapata kuigusa, utagusa Hajarul Aswad. Hujapata basi tashiria hapo kwenye taa rangi kijani, unazunguka tawafu yako unafanya. Ukifika pale tena kwenye Hajarul Aswad au kwenye taa zile rangi kijani, kwa hivyo hiyo itakuwa ya kwanza tayari. Sasa unaanza pili, bismillah Allahu akbar, na sheria bismillah Allahu akbar, unazunguka tena. Ukifika Rukunul Yamani utaiona pale, rabbana atina fid dunya hasana, na dua zako nyingine zote zile unazotaka za khairi unaomba. Ukifika tena hapa itakuwa ya pili, ukifika itakuwa ya tatu, hivyo hivyo. Ukifika hapa na sheria bismillah Allahu akbar, na utakuwa unahesabu wewe mwenyewe tawafu, sababu pengine unaweza kufuatana na watu ambao wanaongoza, lakini mnaweza mkakimbiana. Unaweza mkakimbiana, kama mwingine mnafuatana na au huyo mwalimu wetu mnafuatana naye, lakini uko mbele, kila mkenda mnakimbiana, huyu kapigwa kumbo kaenda huku, huyu kaenda huku, huyu kaenda huku. Almuhimu wewe na kuwa mwenyewe unafahamu nini cha kufanya. Kamaliza hapo sasa, umemaliza tawafu zako 7, umemaliza, na simama katika makamu Ibrahim kwa ajili ya kusali rakaa 2. Allah alisema takhidhu min maqami Ibrahim musalla, takiwa musali pale makamu Ibrahim. Sasa makamu Ibrahim ni sehemu ndogo, watu ni wengi sana, mtasali vipi pale? Kwa hivyo inatosha wewe kukaa mbali, na ukasali hapo utakapojaliwa kusali. Wengine wanalazimisha pale pale, matokeo yake wanakanyagwa na kwa fujo kama hilo, na inapatikana maafa. Wakati mwingine unaweza mkayakimbia. Kwa hivyo unakaa mbali, basi utapata fadhila, na ndio wanavyosema wanazuoni wetu, unapata fadhila hizo za makamu Ibrahim, kwamba umesali rakaa 2. Ukimaliza hapo utaenda Safa na Marwa. Hapa ilikuwa ni tawafu, sasa unaenda Safa na Marwa. Kwanza unaanza Safa kama Allah alivyosema, inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Kwa hivyo utaanza Safa, unaenda zako mpaka katika mlima wa Safa, na unaelekea al-Kaaba. Utaiona imekufesi hiyo hapo, iko mbele yako. Alafu utaleta takbir mara 3, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alafu utaomba dua la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Na atakuwa mtu anakariri hiyo mara 3 kwenye Safa, na unanyanyua mikono katika kuomba hapa. Elekea al-Kaaba ile, na unanyanyua mikono, naomba dua hiyo, unanyanyua mikono. Kimaliza unaenda, ndio Safa umekuja, unaenda Marwa. Sasa unaenda Marwa, kuna sehemu ambayo imewekwa taa vile vile. Tukuta hiyo sehemu Safa na Marwa, kuna sehemu kuna taa rangi ya kijani vile vile. Mkifika hapo mtaenda katika mwendo wa kukazana kwa wanaume. Wanawake wataenda mwendo wa kawaida, lakini kwa wanaume wataenda, wanasema mwendo wa matiti, yani unaenda hivi na trot hivi kidogo sehemu hiyo, mpaka ukipita naenda tena huko Safa na Marwa kwa utulivu. Yani kuna sehemu tu ambayo imekuwa alama, mkifika mtaziona hapo. Unaenda katika mwendo hivyo, na pande zote 7 bali ni 3 tu, unaenda katika hali hiyo. Ukifika na Marwa unaomba dua bila kunyanyua mikono. Huko Marwa, huku kwenye Safa umenyanyua mikono na umeelekea al-Kaaba, ambapo huku Marwa utaomba tu dua hii bila kunyanyua mikono. Utaomba dua hii bila kunyanyua mikono, na utaelekea al-Kaaba, japokuwa nadhani huioni. Nakumbuka kwenye Marwa huioni, kwenye Safa ndio unaiona kwa mbele yako, lakini unaelekea kule upande wa kwenye al-Kaaba. Ukimaliza hapo, hii ndio ya vitendo. Utakwenda kunywa maji ya Zamzam. Ukimaliza, kama unataka kunywa utakunywa. Ukimaliza hapo utaenda
mtapunguza nywele kama ulikuwa umefanya umra kwanza, au kama umefanya hija. Ndio itakuwa ni hija, tunazungumza siku zile za hija. Kwa hivyo utaenda utanyoa nywele zako, utanyoa nywele zako, na bahati nzuri itakuwa mnyama umeshachinjiwa kwa muda huo, kwa hivyo utanyoa nywele zako, na itakuwa kuanzia hapo kwa halali. Utafanya matendo ambayo yanaruhusika kufanya, isipokuwa tendo la kuingiliana na mke wako. Kama umeenda na mke wako kule, itakuwa huruhusiki mpaka umalize hija wenyewe, Kwa hivyo hiyo ni kwa ufupi katika matendo ya kuonyesha, kwa sababu kule Mina kwenye mabanda kule mahema kule ni mnakaa, mnasali kwa pamoja, mnakumbushana, mnasimama, mtu anatoa mawaidha, mnakumbushana katika mambo yanayotakiwa, kusoma Qur'ani sana, kumdhakiri sana Allah mpaka mnamaliza. Kwa hivyo hakuna kipya zaidi kuonyeshana hapa kwenye msikiti. Kuna swala unafanya ile Safa na Marwa, kwa sababu siku ya mwanzo ile itakuwa ndio umenuia umra. Kwa hivyo unafanya, na kwenye hija unakuja unafanya. Tare atini